ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ndugu zangu katika imani, wasikilizaji wa TBCF wa Marusha, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu zimshukie kipenzi wa daraja mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja nanyi katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa lengo la kuumbwa sisi wanadamu hapa duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anasema sikuwaumba wanadamu pamoja na majini isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Kwa hiyo lengo letu la kuumbwa hapa duniani sisi wanadamu pamoja na majini kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, kama mlivyosikia mtangazaji wetu amesema, kichwa cha habari ya mada yetu ya leo tutazungumzia nini cha kufanya baada ya Ramadhani. Vile vile tutazungumzia 6 Shawwal, kwa maana kufunga ya siku 6 katika mwezi wa Shawwal na fadhila zake. Nikiwa na mwenzangu Sheikh Ali tutasaidiana kuhudhurisha mada hii kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala aliyetujalia. Ndugu zangu katika imani, unwan kwa lugha ya Kiarabu inasema madha ba'da Ramadhan, kitu gani au nini cha kufanya baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maulama wanawachuoni wengi kuelezea cha kufanya baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wana maneno mengi ya utangulizi wa kuyasema, wana maneno mengi yenye hikma, wana maneno mengi ambayo ni muhimu kwa kila Muislamu kuyatambua na kuyasikiliza na kuyafanyia kazi. Baadhi ya wanawachuoni wanasema maneno yafuatayo. Wanasema alaina an na'lama jayidan bi anna kulla shay'in lahu bidaya wa lahu nihaya. Sema ni lazima tujue ya kwamba, tena tujue vizuri kwamba kila kitu kina mwanzo na kina mwisho wake. Ma'ada Allah tabaraka wa taala, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Yani kila kitu katika huu ulimwengu, jambo lolote katika ulimwengu kina mwanzo na kina mwisho, lakini kumtoa Allah tabaraka wa taala. Baada maneno yao akaendelea kusema wa hakadha ra'ayna anna shahr Ramadan qad intaha wa antawat safahatuhu. Hivi ndio tulivyoona kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan umekwisha na kurasa zake zimefungwa, na kurasa zake zimeshafungwa, bima fiha min a'malin, kwa yale ambayo yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan miongoni mwa amal. Nyote ni mashahidi kwamba maulama au mashekhe walikuwa wakituambia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan mwenye kufanya amal hii anapata thawabu kiasi kikubwa, mwenye kuswali swala za sunna anapata thawabu kama ameswali fardhi katika miezi mingine, na miongoni ya mambo mengi katika ibada inayofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sasa maulama wanasema qad intaha, mwezi wa Ramadhani umeshakwisha, wa antawat safahatu, na zile kurasa zake za thawabu vile vile zimeshafungwa. Kwa mantiki hiyo maulama wakaendelea wakasema wasaufa yashhadu alaina amama Allah, na hakika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan utakuwa ni ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi, utatushuhudilia kwetu sisi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Utatushuhudilia nini? Kwa wale ambao wamejipinda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi mtukufu wa Ramadhan utakuwa ni shahidi, utakuwa ni shahidi kushuhudia mbele ya Allah tabaraka wa taala, Allah, huyu bwana alifunga mwezi, alinifunga mchana na alisimama usiku kwa ajili ya kuswali, natoa ushahidi huo kwamba huyu bwana alijipinda katika kufanya ibada. Ndio maana maulama wanasema wasaufa yashhadu alaina amama Allah, na hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuwa ni shahidi juu yetu mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa innana kunna nara, na hakika sisi tulikuwa tukiona katika mwezi mtukufu wa Ramadhan anna almasajida mamlu'a bilmusallin, kwamba misikiti ilikuwa imejaa wenye kuswali fi jami'il furudh, katika swala zote za fardh.
na kila mtu ni shahidi, kuanzia alfajiri, kuanzia dhuhuri, alasri, magharibi pamoja na isha, misikiti unakuta imejaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wal masajida amira biqira'ati alquran alkarim, na tulikuwa tukiona misikiti imeimarishwa kwa kusoma Qur'ani tukufu, wa halaqat alilm, na vile vile tulikuwa tukiona misikiti imewekwa vitengo vya kielimu, watu wanapewa darsa mbalimbali ya mada mbalimbali. Kullu dhalika kunna nushahiduhu fi shahr Ramadhan, yote hayo tulikuwa tukiyashuhudia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mal asafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa, maulama wanaendelea wanasema, wa idha intaha ash-shahr, pindi sasa mwezi mtukufu wa Ramadhan unapokwisha, wa qad intahat, na hakika umeshakwisha, intahat kullu hadhihi al-a'mal, yanaisha mambo yote hayo, amali zote hizo, ibada zote hizo zinakwisha. Faya hasrata ala al-ibad, ni hasara iliyoje kwa waja. Anataka tuambie huyu mwanachuoni ya kwamba kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan misikiti inajaa kwa ibada nyingi tofauti tofauti, lakini cha kushangaza, mwezi mtukufu wa Ramadhan unapokwisha, amali, ibada za waja zile mbalimbali ambazo tulikuwa tukiziona katika mwezi mtukufu wa Ramadhan nazo zinakwisha. Sasa huyu mwanachuoni anasema faya hasrata ala al-ibad, ni hasara, ni majuto, ni maangamivu yalioje kwa waja. Kaannahum ya'buduna shahr, kana kwamba wao wanaabudu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wananafananishwa na watu wenye kuabudu masiku na miezi. Kaannahum ya'buduna shahr, kana kwamba wao wanaabudu mwezi, wala ya'buduna Allah, wala hawaabudu Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wanasema hivi kwa sababu Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala yupo kila siku. Huu ni mwezi kama mwezi mingine. Kwa nini ujipinde katika ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anaabudiwa kila siku? Ndio maana huyu mwanachuoni akasema kaannahum ya'buduna ash-shahr, kana kwamba wao wanauabudu mwezi, wala ya'buduna Allah, wala hawaabudu Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kisha Sheikh akaendelea akasema, wa man kana ya'budu Allah haqqan, na yeyote atakayekuwa ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kweli, bila kujali masiku, bila kujali miezi, kwa maana ya kwamba huyu mtu hana Ijumaa, hana Idi, hana Ramadhani, yeye anamwabudu Mwenyezi Mungu kweli kweli, fa alayhi an yastamirra fi ta'atihi. Huyu mwanachuoni akasema mtu anayemwabudu Mwenyezi Mungu kweli kweli, basi ni lazima kwake yeye aendelee kumtii Allah Tabaraka wa Taala, khilafa lilladhina ya'buduna al-ayyam wa shuhur, awe tofauti na wale ambao wenye kuabudu masiku na miezi. Fa idhan tat la sallu wala samu, pindi hayo masiku yakiisha na miezi kiisha, ile miezi bora, hawaswali wala hawafungi. Kisha wakaendelea wanaochuoni kusema fa hadha dalilun ala adami qabuli a'malihim fi shahr Ramadan, hii ndiyo dalili ya kutokukubaliwa amali zao katika mwezi mtukufu Ramadhan. Ukiona mtu alikuwa akijipinda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ukiona mtu anajipinda katika kuswali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, akifanya ibada mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, akitoa zaka, akifanya mambo mengi tofauti tofauti katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na mwezi mtukufu wa Ramadhan ukiisha haswali, hafungi, afanye zile amali alizokuwa akizifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi ujue dalilun ala adami qabuli a'malihim, hiyo ni dalili kubwa ya kile alichokifanya katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani hakija kubalika. Kwa nini maulama waseme namna hiyo? Anasema fa idha kana al-amalu maqbulan 'inda Allah, ikiwa amal imekubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, fazada Allahu sahibahu tawfiqan wa salaha, huwa Mwenyezi Mungu anamzidishia mwenye amali hiyo, anamzidishia tawfiki na wema, anampa nguvu ya kuendelea kufanya ibada, kwa sababu amemkubalia
amali yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sasa wewe na mimi tujipime. Je, baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani tunarejea misikitini? Tunafanya ibada mbalimbali ambazo tulikuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani au la? Ukiona unaendelea, basi ujue Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amekuzidishia taufiki na amekupa wema na amekujalia una ucha Mungu. Ndio maana maulama wakasema fazada Allahu sahibahu tawfiqan wa salaha. Yule ambaye amali yake imekubaliwa na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu huwa anamzidishia wema na tawfiki. Fatarahu yazdad yawman ba'da yawm, utamuona akikithirisha kujipinda katika ibada siku baada ya siku. Mustamirra ala taa, utaona ni mwenye kuendelea kufanya taa ghaira munqati, pasina kukata, yani pasina kuacha kile ambacho alichokuwa akifanya katika taa. Hii ni dalili ya mtu kukubaliwa amali yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kinyume chake ni kwamba wewe hujakubaliwa amali yako, ulikuwa unakwenda kwa ajili ya kuaridhisha watu, unakwenda kwa ajili ya riya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, hakika ninachochelea kwenu nyie umma wangu ni kujipamba na shirki ndogo. Akaulizwa na maswahaba zake, ni ipi hiyo shirki ndogo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ar-riya, ni kujionyesha. Kwa hiyo ukijikuta wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ulikuwa unaripoti msikitini swala 5, ulikuwa ukifanya ibada mbalimbali, pindi mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokwisha unaacha yote hayo, tambua ndugu yangu katika imani, hiyo ni dalili ya wewe kutokubaliwa amali yako. Yani kana kwamba kwa lugha nyingine ya Kiswahili ulikuwa unatwanga maji kwenye gunia, unajaza maji kwenye gunia, na hiyo inakuwa sio vizuri. Ndugu zangu katika imani, kama tulifunga, kama tuliswali, tulitoa zaka, tulifanya ibada mbalimbali kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala, basi tuendelee kumcha Allah Tabaraka wa Taala, kwani Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala yupo siku zote. Mwenyezi Mungu yupo siku zote, hana sifa ya kulala, hana sifa ya kusinzia, hana sifa ya kuhitajia chochote kwa viumbe. Huwa al-hayyul qayyum, yeye ni mwenye kuwa na sifa ya uhai na mwenye kusimamia mambo yote. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Mwenyezi Mungu hapatwi na usingizi wala kulala wala kuchoka. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ndio muumbaji wa kila kitu. Ndugu zangu, fahadhari, tahadhari iliyo kubwa sana kwa hawa ambao wameanza kuhama misikitini. Wanawachuoni wanasema, wanawafananisha hawa watu kama mtu ambaye amejenga jengo lake kisha kalibomoa. Nasema inna mithla hadha kamathali alladhi bana thumma hadam, hakika mfano wa mtu ambaye alikuwa akifanya ibada kwa muda fulani kisha akaacha ni sawasawa na mtu amejenga jengo lake zuri kisha baadaye akalibomoa. Kisha jenga jengo zuri, lengo la jengo ni wewe kuweza kuishi humo ndani au kuishi watu wengine au kulipatia manufaa jengo lako, lakini cha ajabu unakuta umelijenga jengo zuri kwa gharama kubwa kisha unalibomoa tena kwa gharama. Maana kulibomoa jengo vile vile ni gharama. Kwa hiyo unafananishwa na mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo ni hasara iliyoje, ni madhara makubwa iliyoje kwa mtu wa namna hiyo. Ibadallah almustami'un alkiram, waja wa Mwenyezi Mungu, wasikilizaji watukufu. Qila li Bashar al-Hafi, siku moja aliulizwa, huyu bwana anaitwa Bashar al-Hafi, aliulizwa akaambiwa, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil ibada, hakika kuna watu huwa wanaabudu sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakijitahidi katika ibada kiukweli. Fa idhan salakha Ramadhan, pindi unapoondoka mwezi mtukufu wa Ramadhan, taraku, wanaacha amali zote hizo ambazo walikuwa wakizifanya. Hukumu yao ni nini? Qal, akasema huyu Bashar al-Hafi, bi'sa al-qaum,
kama kuna watu wabaya na kama kuna watu waovu wa kupindukia, ni hao watu wenye sifa hizo. Wale ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu mwezi mtukufu wa Ramadhan, unapoisha mwezi mtukufu wa Ramadhan hawamwabudu Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Akasema hao ni watu waovu kupindukia. La yaarifuna Allah illa fi Ramadhan, hawamtambui Mwenyezi Mungu isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan peke yake. Hao ni watu wabaya sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anatambulika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Usije ukamtambua Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa hadi Ijumaa, usije ukamtambua Mwenyezi Mungu Idi hadi Idi, usije ukamtambua Mwenyezi Mungu Ramadhani hadi Ramadhani, bali Mwenyezi Mungu anatakiwa atambulike siku zote unapoamka na unapolala. Waqala al-Hasan al-Basri, na akasema huyu mwanachuoni tabi'i huyu anaitwa Hasan al-Basri, anasema la yakunu al-amalu al-mu'min ajal, la yakunu al-amalu al-mu'min ajal, haitakiwi ibada ya mu'min iwe na muda maalum. Haitakiwi ibada ya mu'min iwe na muda maalum, yani kwa maana ya kwamba haitakiwi kwamba wewe unamwabudu Mwenyezi Mungu kwa muda maalum alafu muda mwingine humwabudu Mwenyezi Mungu. Haiwi kwa mu'min hivyo. Kisha akaendelea akamalizia akasema dunal maut, pasina ya kufa. Yani kinyume na kufa, wewe watakiwa kumwabudu Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala siku zote. Kitu kitakachokuzuia wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ni kifo peke yake. Amal, ibada ya mja haina muda fulani kisha baadaye unastarehe. Ni baada ya kufa ndiyo unaacha amali zote. Kile ulichokifanya ndiyo kinakusaidia ndani ya kaburi lako. Thumma qara, kisha baada ya kusema maneno haya Hasan al-Basri akasoma maneno ya Mwenyezi Mungu yanayosema wa'budu rabbak. Mwenyezi Mungu akimwambia mtume na kumamrisha mtume, wa'budu rabbaka, muabudu Mola wako, hatta yatiaka al-yaqin, mpaka pale mauti yatakapokukuta. Huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya, wa'budu rabbak, muabudu Mola wako, hatta yatiaka al-yaqin, mpaka ikujie kifo. Wewe na mimi ambao tuna mapungufu tofauti, na mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ulul azmi, ni katika wale mitume watano bora kabisa kuliko mitume wengine. Na vile vile Mwenyezi Mungu alishamwambia mtume kashamsamehe madhambi yaliyopita na yajayo, kwa maana kwamba hana dhambi. Lakini anaambiwa na Mwenyezi Mungu wa'budu rabbaka, muabudu Mola wako kila siku, hatta yatiaka al-yaqin, mpaka pale kifo kitakapo kukuta. Mimi na wewe tunatakiwa tujifunze sana kupitia aya hizi na kupitia maelekezo ya Mwenyezi Mungu kumpa amri mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sisi tunatakiwa tuige kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ushahidi wa Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi waislamu kwa mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mna kiigizo chema. Sasa kama mtume kaambiwa muabudu Allah tabaraka wa taala mpaka mauti yamkute, mimi na wewe mimbabi aula. Ndugu zangu wasikilizaji wa TBC FM Arusha, bila kupoteza muda nitamkaribisha shekhe wewe mwenzangu Sheikh Ali na aendeleze kuhudhurisha mada hii ambayo ni adhim, mada ambayo ni muhimu sana katika ulimwengu wetu wa hivi sasa na muda huu uliokuwepo. Faliyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ahibba, ndugu wasikilizaji wa TBC FM Arusha, kwa hakika tumepata faida kwa muhadhara na kwa mawaidha na kwa maelekezo ambayo yameelekezwa na Sheikh Yahya, Allah mlipe kila la kheri, kwa maelekezo yake mazuri, kwamba baada ya mwezi wa Ramadhani ni nini cha kufanyika, au baada ya Ramadhani ndo tukimbie misikiti, baada ya Ramadhani ndo tuache kufanya kheri, baada ya Ramadhani ndio tuwe watu wabaya na turudie maovu ambayo tulikuwa tukiyafanya katika miezi mingine. Baada ya Ramadhani ni nini cha kufanya?
Nafikiri tumepata faida kubwa, na miongoni mwa faida kubwa ambazo tumezipata ni wewe Muislamu kujipima kwamba matendo yako na ibada zako na kheri zako ambazo umezifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, unacho kipimo wewe mwenyewe, zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala au zimekataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ajipime yeye mwenyewe na ajiangalie yeye mwenyewe kwa kupitia maelekezo haya. Je, amali zake zimekubaliwa? Je, matendo yake mema yamekubaliwa? Je, khairati mbalimbali ambazo alizifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani zimekubaliwa na Allah au zimekataliwa? Kiufupi ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo Muislamu unaweza ukajipima wewe mwenyewe, ukajiangalia kwamba je, matendo yako ndani ya mwezi wa Ramadhani yamekubaliwa au hayajakubaliwa na Allah? Funga yako ya mwezi wa Ramadhani imekubaliwa au imekataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna alama na dalili chache tu za kuonyesha kwamba za kila mmoja kujipima kwamba amali zake na matendo yake yamekubaliwa au yamekataliwa. Ya kwanza, mtu anapokuwa amali zake na matendo yake na funga yake imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alama ya kwanza atakayojiona yeye mwenyewe, ataona ya kwamba alqalbu aqrabu ila Allah ta'ala, yani moyo wake umezidi kuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala kabla hata ya Ramadhani. Baada ya kumalizika Ramadhani atajiona namna alivyokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, namna ambavyo anafanya mambo ya kheri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili na alama za kuonyesha kwamba matendo yako yamekubaliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mtu kufikia mahala ayuhibba ta'ata wal ibadata, ni mtu kufikia mahala akawa anapenda mambo ya kheri, anapenda ibada. Yani anaposikia kwamba jambo fulani ni ibada analipenda, anapenda kuswali, anapenda kufunga, anapenda kutoa sadaka, yani anapenda mambo yote ambayo ni ya kheri, ambayo ameambiwa kwamba hii ni kheri, anakuwa ni mwenye kulipenda jambo hilo. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba Muislamu huyu toaa yake, ibada zake, funga yake na khairati mbalimbali ambazo alizifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili za kuonyesha kwamba ibada zako zimekubaliwa na Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, la yatruku at-ta'ati wal ibadati allati kana ya'malu fi Ramadhana. Hawi tayari kuacha kheri, kuacha ibada, kuacha mambo mazuri ambayo alikuwa akiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hawezi akaacha. Kama ni swala ataendelea na swala, kama ni funga ataendelea kufunga funga za sunna, kama ni kutoa sadaka ataendelea kutoa sadaka hata kwa kumalizika Ramadhani, kama ni kuisoma Qur'ani ataendelea kuisoma Qur'ani hata kwa kumalizika Ramadhani, kama ni kumtaja Allah ataendelea kumtaja Allah hata ikimalizika Ramadhani. Kwa hiyo ili ujione kwamba matendo yako yamekubaliwa, Ramadhani yako imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utaona ya kwamba hauko tayari kuachana na ibada kwa sababu ya kumalizika Ramadhani. Yale ambayo ulikuwa unayafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani utaona namna utakavyokuwa unaendelea kuyafanya. Lakini miongoni mwa dalili za wazi za kuonyesha kwamba Ramadhani yako imekubaliwa ni kwamba la yaudu ila ayi dhanbin taba ila Allah subhanahu wa ta'ala minhu fi Ramadhana, yani hayuko tayari kurudi katika dhambi yoyote ambayo alitubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni miongoni mwa miezi ambayo Muislamu anatakiwa kutubu na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Muislamu jiangalie na jikague zile dhambi zako ambazo ulitubu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani ukiona kwamba matendo yako yamekubaliwa na Allah, Ramadhani yako imekubaliwa na Allah, ni kwamba hautokuwa tayari kurudia madhambi na kurudia makosa ambayo ulikuwa unayafanya kabla ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, mwanawazuoni mmoja anasema, man swama Ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhadithu nafsahu, na hali ya kuwa yeye anaisemesha nafsi yake, annahu idha aftara ba'da Ramadhana, kwamba yeye atakapofungua baada ya Ramadhani, Ramadhani itakapomalizika, anaisemesha nafsi yake alla ya'si Allah, kwamba hatomwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu
dakhala aljannata bighairi mas'alatin wala hisabin, ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuulizwa jambo lolote na pasina kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye moja kwa moja ataingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuhojiwa wala bila kuhesabiwa. Mambo haya mawili ni mambo magumu sana, na ni mambo ambayo mwanadamu hayapendi. Jambo la kuhojiwa, yani ukaitwa kwenda kuhojiwa kama ni polisi, umeitwa kama ni kwenda kuhojiwa kama ni mahakamani, mambo haya mwanadamu huwa hayapendi na anayachukia. Unaweza ukahojiwa mpaka ukapoteza network. Kuhojiwa ni jambo baya. Sasa mtu aliyefunga na akaisemesha nafsi yake kwamba hatorudia tena yale madhambi yake, hatomaasi Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ataingia katika pepo ya Allah na wala hata hojiwa jambo lolote wala pia hata hesabiwa jambo lolote. Kuhesabiwa pia ni jambo gumu na mwanadamu halipendi. Wewe angalia watakapopita mtaani watu wa TRA kuangalia maduka ya watu na kuyakagua na kuyafanyia mahesabu, siku hiyo mtamzima watafunga maduka yao, kwa sababu ni jambo ambalo mwanadamu halipendi. Sasa jambo hili si zuri, na kwa sababu si zuri kwa mtu ambaye alifunga mwezi wa Ramadhani na akaisemesha nafsi yake kwamba hatomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa fadhila na miongoni mwa malipo na miongoni mwa faida ambazo atazipata ni kwamba yeye ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatohojiwa na wala hatohesabiwa jambo lolote. Kisha akaendelea kusema, wa man sama ramadhana, na yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhadithu nafsahu, na hali ya kuwa anaisemesha nafsi yake, annahu idha aftara, kwamba yeye atakapofungua baada ya Ramadhani itakapoisha, aswa rabbahu, atamuasi Mola wake. Kama ni swala ataacha, kama ni pombe atarudia, kama ni kimada wake watarudiana. Yani watu wamepanga kwamba bwana tutaonana baada ya Ramadhani. Kwa hiyo yeyote aliyeisemesha nafsi yake kwamba baada ya Ramadhani atarudia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, fasiyamuhu alayhi marudud, funga yake itakuwa ni yenye kurudishwa na funga yake haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, kila moja anatakiwa ajipime, na kila moja anatakiwa ajiangalie, na kila moja anatakiwa ajikague. Je, matendo yake yamekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala au matendo yake yamekataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo kila moja anaweza akajipima mwenyewe. Akhiran, mwisho, miongoni mwa mambo ya kufanya katika mwezi huu wa Shawwal baada ya kumalizika Ramadhani ni kufunga masiku 6 katika mwezi huu wa Shawwal. Masiku haya ni masiku muhimu, Muislamu natakiwa kuyafunga, na masiku haya yana fadhila na kheri na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasiyamu 6 min Shawwal, kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, sunnatun muakkadatun, ni sunna iliyotiliwa mkazo, ni sunna ambayo imetiliwa mkazo na ina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihi Muslim, katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, min hadithi Abi Ayyubi al-Ansari, katika hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man sama ramadhana, yeyote atakayeufunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akaifuatishia Ramadhani na kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahari, huyu anakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Hizi ni fadhila na hizi ni thawabu, na haya ni malipo ya mtu atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatishia mwezi wa Ramadhani kwa kuyafunga masiku 6. Ahibba, wa hadha yadullu ala fadliha, na maelekezo haya ya mtume sallallahu alayhi wasallama, maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallama yanafahamisha juu ya ubora wa kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, wa anna siyama 6 ma'a ramadhana, na hakika kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal pamoja na Ramadhani, kasiyami dahari,
malipo hayo ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima, kaannahu sama dahara kullahu, kana kwamba amefunga mwaka mzima. Wa hadha fadhlun adhim, na hizi ni fadhila kubwa. Fa ramadhanu bi 10 ashhurin, maulama wamepiga mahesabu wakaona kwamba Ramadhani inakuwa ni kama vile umefunga miezi 10, wa 6 bishaharaini, na masiku 6 katika mwezi wa Shawwal ni sawa na miezi 2. Kwa unapofunga Ramadhani kisha ukafunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, unaandikiwa thawabu sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Ndugu zangu katika imani, malipo kama haya, thawabu kama hizi, fadhila kama hizi, kwa nini Muislamu upitwa na kufunga masiku haya 6 ambayo yako katika mwezi huu wa Shawwal? Na kuyafunga masiku haya, maulama wanatueleza kwamba Muislamu anaweza akafunga siku 6 mfululizo, lakini pia anaweza akafunga kidogo kidogo. Almuhimu ayamalize masiku 6 ndani ya mwezi huu wa Shawwal ili aweze kupata malipo haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni bora kufunga mfululizo ili umalize kheri hii na upate malipo haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la uzima linamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Siha inamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Afya inamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Afya inaweza kabadilika muda wote ukashindwa kuyafunga. Ni vyema ukayafunga na ukayamaliza masiku haya kwa ajili ya kupata thawabu kama hizi. Tambihi ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao huwa wana maneno ya uongo na kuwatishia watu wengine wasiweze kufunga masiku haya 6 katika mwezi wa Shawwal. Wanasema ya kwamba ukianza kuyafunga masiku haya hautatakiwa kuyaacha, na hata ikifikia mahala unataka kufariki, unatakiwa utafute mtu wa kukufungia masiku hayo, mtu wa kurithi kuyafunga masiku hayo. Haya ni maneno ya uongo. Kufunga 6 ni sunna na wala si lazima na wala si faradhi, lakini ina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama faradhi yenyewe, mtu anapokuwa amefariki, basi amali zake zinakuwa zimekwisha na wala hatafuti mtu wa kuja kumfanyia mambo ya faradhi, je mambo ya sunna. Kwa hiyo hayo ni maneno ya kuwakatisha watu tamaa na kufanya kheri kama hizi na kuyafunga masiku haya kwa ajili ya kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa mambo ambayo ni ya kufanya ndani ya mwezi wa Shawwal ni Waislamu kuyafunga masiku haya 6 kwa ajili ya kutafuta kheri na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini masiku haya ili uweze kupata thawabu hizo ni umeifunga Ramadhani kisha ukafunga na masiku haya, ndipo unapata malipo hayo. Kutokana na muda, kwa muda huu tuwakaribishe wasikilizaji wetu waweze kuuliza maswali ima ndani ya mada ambazo zimezungumzwa katika siku hii ya leo au ni nje ya mada. Alimuhimu ni maswali ambayo yanahusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi karibuni ili muweze kuuliza. Shukrani sana Sheikh Anderson pamoja na Sheikh Yahya mwisho kwa mawaidha haya mazuri, mmezungumza kwa uzuri kabisa.